Wapendwa taifa la Mungu, wasikilizaji wa Tabora FM na watazamaji wa Tabora Online TV, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Leo siku ya Jumatano, tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, juma la 30 la mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 mstari wa 26 hadi wa 30. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Luka sura ya 13 aya 22 hadi ya 30. Karibuni tusikilize Injili. Yesu alikuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha katika safari yake kwenda Yerusalemu. Mtu mmoja akamuuliza, "Je, Bwana, watu wanaookolewa ni wachache?" Akawaambia, "Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango, mkisema, 'E Bwana, tufungulie,' yeye atajibu na kuambia, 'Siwajui mtokako.' Ndipo mtakapoanza kusema, 'Tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulitufundisha katika njia zetu.' Naye atasema, 'Nawaambia, siwajui mtokako. Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu.' Ndipo kutakuwapo kilio na kusaga meno mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Nao watakuja watu kutoka mashariki na magharibi na toka kaskazini na kusini, nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu. Na tazama, wako walio wa mwisho watakaokuwa wa kwanza, na wa kwanza watakaokuwa wa mwisho." Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, katika somo la Injili tuliyosikia, Yesu anaulizwa juu ya idadi ya watu watakaookolewa. Katika kujibu swali hili, Yesu hatoi idadi ya watakaookolewa, bali Yesu anaonyesha jinsi au namna mtu anavyopaswa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa kuwa mnyenyekevu, kwa kuishi na kushika amri za Mwenyezi Mungu. Mpango wa Mwenyezi Mungu wa ukombozi wa mwanadamu unadai jitihada za mwanadamu mwenyewe katika kupata wokovu huo. Ndiyo maana Kristo anahimiza akisema, "Jitahidini kuingia kwa kupitia mlango ulio mwembamba." Tupo Wakristo wengi ambao tunajisahau kufanya bidii katika kutafuta wokovu, tukidhani kwamba kule tu kubatizwa inatosha. Mtakatifu Agustino anapofundisha juu ya wokovu anasema, "Yeye aliyekuumba pasipo wewe hata kukomboa pasipo wewe." Hivyo kumbe jitihada za mwanadamu zinahitajika ili kuweza kupata wokovu. Mtakatifu Paulo anatufundisha kwamba kutafuta wokovu ni kama mashindano ya riadha yanayohitaji maandalizi ya kutosha, mazoezi na nidhamu kubwa. Rejea waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 9 mstari wa 24. Sisi kama Wakristo hatupaswi kuishi kama kabeji ndani ya bustani, kwa maana kwamba unapokuwa na shamba la kabeji na pembeni yake una bwawa kubwa lililojaa maji, usipozimwagilia kabeji hizo zitakauka kwa kukosa maji, kwa kuwa hazina uwezo wa kuchota maji na kujimwagilizia zenyewe. Sisi tunao uwezo wa kupambania wokovu wetu, hivyo daima tuyashike mafundisho ya Kristo ambayo ndiyo njia sahihi ya kupata wokovu huo. Daima kanisa linatufundisha kuwa sakramenti ni alama wazi iliyowekwa na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe ili itupatie wokovu. Kumbe kuzikataa sakramenti ni kukataa wokovu. Wapo Wakristo wengi leo wanaoishi bila sakramenti mbalimbali. Hawashiriki jumuiya, wapo hata wasiosali siku za Jumapili. Lakini cha ajabu zaidi ni hao ambao katika vyama mbalimbali na vikundi mbalimbali vya mikopo hawakosi, au katika vikao mbalimbali vya harusi ni washiriki namba moja.
Wapo leo vijana mbalimbali ambao wanachoka kufika kanisani kuhudhuria ibada au misa ya Dominika kwa lisali moja tu na nusu, lakini wanao uwezo wa kukaa saluni masaa 6 wakisuka zile nywele za kusokota bila kuchoka. Wapo baadhi ya vijana wenzetu ambao kufika tu Jumapili kanisani katika ibada ya Dominika kwao ni ngumu, lakini wanao uwezo wa kushiriki ama kuhudhuria mechi 3 mfululizo bila kuchoka. Wapo baadhi ya wenzetu ambao wakiingia katika kumbi za starehe na burudani ndio wale wanaimbiwa zile nyimbo, afadhali tajiri tumekuona, tulikusubiri sana, tulikaa kinyonge sana, hivyo acha tule pombe nyama, tajiri atalipa. Ndio Mkristo wa namna hii anayeimbiwa nyimbo za sifa namna hiyo, anapofika kanisani ukimkumbusha juu wajibu wa kulipa zaka, unakuwa ni ugomvi na wakati mwingine hata akaacha kusali. Hawa ndio wale ambao Kristo anawaambia siku ya mwisho atawaambia siwajui watokako, kwa maana hawakujibidiisha katika kutafuta wokovu, bali kujikweza kwa ufahari wao, na huko ndiko kushindwa kuingia kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Kuna usemi usemao, unaweza kuwa mwanariadha mzuri unayekimbia nje ya mstari, hivyo kwa vyovyote huwezi kuwa mshindi. Sisi kama wanariadha katika kanisa la Kristo, mstari wetu ni amri za Mwenyezi Mungu ambazo kwazo tunaupata wokovu, na hasa ndio mwaliko wa Kristo mwenyewe tunaposoma katika Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 48, akitualika kuwa iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Tuombe neema ya Mwenyezi Mungu itusaidie daima tudumu katika ufuasi mwema, tukiuchuchumilia utakatifu kupitia mlango ulio mwembamba. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateri Alfred Sikwanza wa Jimbo Katoliki la Bunda, ninayesoma mwaka wa 4 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.